You can have all the success in the world and still feel empty inside without God. Kwa lugha yetu ya Kiswahili humaanisha kwamba unaweza ukawa na kila kitu hapa duniani lakini ukawa huna utoshelevu ndani yako bila Mungu. Kauli hii inaifananisha na kauli iliyodumu vizazi kwa vizazi. Kauli ya mtu mmoja mfalme aliyewahi kutokea ambaye vitabu mbalimbali vimemwandika. Mfalme, kuhani, nabii, mwandishi, mwenye hekima, mjenzi na pia msimamizi. Mtu ambaye alielewa na Mungu amani na starehe kila pande za dunia. Mtu ambaye alikuwa na wake 700 na nyumba ndogo 300 na ushe. Mtu ambaye alikuwa maarufu na ufalme wake ulitukuka kuliko falme zote kipindi hicho. Mtu ambaye alikuwa na utajiri wa mbuzi, ng'ombe, dhahabu, shaba na miti ya thamani ya kila aina. Mtu ambaye utajiri wake inasemekana hata sasa hakuna mtu aliyeweza kuufikia. Mtu ambaye wafalme wa dunia walikwenda kuona na kujifunza hekima alizokuwa nazo, na hawakuishia tu hapo, walimpelekea zawadi na kulipa kodi kwake. Mwana ambaye alipata kibali kwa Mungu na babaye. Huyu si mwingine bali ni Suleiman bin Daud. Baada ya kashikashi hizo zote za ukwasi aliyokuwa nao, hatimaye katika moja ya maandiko yake matakatifu anatuambia, nimeona masumbuko ndani ya moyo wa mwanadamu chini ya mbingu, pale mwanadamu asipolifanya kusudi aliloumbiwa na Mungu. Nukuu hii inanikumbusha ushuhuda wa wana wa Mungu katika taifa la pete ya muhuri, kipindi ambacho tukiwa katikati ya ushirika na Mungu Baba. Roho Mtakatifu alimchukua katika maono mwana wa Mungu na kumtembeza katika kumbi mbalimbali zinazoitwa za starehe, baha, kasino, wavutaji sigara, madawa ya kulevya, wanamuziki na wachezaji muziki na watu mbalimbali tunaowaita maarufu. Huko Roho Mtakatifu alimuonyesha akiwa wanacheza, wanaruka, wanakunywa pombe na kufanya kila aina ya matendo. Pengine mtazamaji wangu wa runinga ya Sonship Spirit ungesema ile kauli nafsi ipe ile kitu inachopenda bwana. Katika hali ya kushangaza, Roho Mtakatifu alimgeukia mwana wa Mungu na kumwambia, haya yote wanayoyafanya wanajaribu kuzituliza nafsi zao, nafsi ambazo ndani yao zimekosa utoshelevu, nafsi ambazo ndani yao zimekosa utulivu, nafsi ambazo si pesa, si pombe, si magari, si majumba, si mavazi, si mke mzuri, si mume mzuri, si watoto wazuri, si madaraka, si cheo, si kipawa na mengine mengi zimeweza kuituliza kiu ndani yao. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa mtoto wa mchungaji na mkulima ambaye sasa ni mwandaaji, mtayarishaji na mwigizaji wa filamu maarufu duniani, ambaye ni baba wa watoto 4 na mume wa mke mmoja, mwigizaji aliye na rekodi lukuki katika uga wa filamu duniani, mwigizaji mwenye tuzo 2 za uigizaji bora maarufu duniani, tuzo za Oscars, ambayo moja ni ya mwaka 1989 kupitia filamu ya Glory na nyingine ni ya mwaka 2001 kupitia filamu ya Training Day, ambapo tuzo hii ya filamu ya Training Day ilinifanya kuwa Marekani mweusi aliyevunja rekodi ya muda miaka 38 tangu Marekani mweusi Sidney Poitier aliyechukua mwaka 1969. Mwigizaji mwenye tuzo 2 za Golden Globe, moja ya mwaka 1989 kupitia filamu ya Glory na mwaka 1999 kupitia filamu ya The Hurricane. Tuzo moja ya Tony ya mwaka 2010 kupitia filamu ya Fence. Mwigizaji aliye na tuzo lukuki katika nafasi ya mhusika mkuu katika filamu na mwigizaji katika nafasi ya mhusika msaidizi au mhusika mjenzi mwenye tuzo zaidi ya 60, ambaye katika maisha yake huyu bwana alijiazimu kuwa mtu maarufu na mwigizaji bora majira yote, kama ambavyo ndoto hii ilitimia baada ya jarida maarufu la New York Times mwaka 2020 likimtaja kama mwigizaji bora wa karne ya 21. Huyu ni Denzel I.S. Washington Jr. Karibu mtazamaji wangu wa runinga ya Sonship Spirit katika safari hii ya makala ya Kitabuni Kuna Kitabu. Karibu tuone maisha ya Denzel I.S. Washington Jr., mtu maarufu na aliyefanikiwa kujulikana duniani kote. Ila pamoja na hayo yote anatuambia unaweza kuwa na kila kitu na ukabaki mkiwa kama huna Mungu. Nifuatilie juma lijalo. Ni mimi mtangazaji wako Neila Tony. Shalom, shalom.